kila mmoja ana wajibu wa kuhakikisha kwamba anafahamu majukumu yake, anafahamu wajibu wake na anazingatia sheria, kanuni na taratibu mbalimbali katika kuwatumikia wananchi. Na niwaombe katika hili, zingatia sheria, kanuni na taratibu, lakini kumbuka kuwatumikia wananchi wa Nsimbo kwa kuzingatia utu, haki na upendo wa hali ya juu. Na kwa kufanya hivyo, wananchi wetu wataendelea kuwa na imani na serikali na wataiona sura nzuri ya serikali ambayo malengo yake ni kuwatumikia wananchi wote wa mkoa wa Katavi. Lakini swala lingine, ni waombe sana viongozi pamoja na watendaji, muwatumikie wananchi kwa ufanisi. Muwepo ofisini kwenu kwa muda unaostahili kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu, na muwasikilize wananchi, lakini msaidiane nao katika kuhakikisha kwamba vijiji vyenu pamoja na vitongoji vyenu vinapata mafanikio ya hali ya juu. Ninaomba kila mmoja ajiepushe na utumishi wa mazoea na badala yake muwe wabunifu katika ubunifu ambao utawezesha kutekeleza majukumu yenu kwa urahisi zaidi na kwa ufanisi zaidi na kwa kuwatosheleza wananchi wa mkoa wa Katavi katika maeneo yenu. Naomba niwakumbushe kwa hili kwamba mna wajibu wa kuzijua kero na malalamiko yote ya wananchi katika maeneo yenu na kuzitatua kikamilifu. Na endapo kutakuwa na kero au malalamiko ambayo unaona kwamba haya yanahitaji ngazi ya juu yako, basi yapeleke kwenye ngazi ya juu bila kuchelewa na bila hiana, ili yakaweze kwenda kushughulikiwa. Lakini pamoja na hayo, mnao wajibu wa kuhakikisha mnaitisha mikutano ya kisheria kwenye maeneo yenu. Hili nalo imekuwa ni donda ndugu au imekuwa ni tatizo sugu kwenye maeneo mbalimbali ndani ya mkoa wetu wa Katavi. Vikao vya kitongoji nadhani vinafanyika kila mwezi mara moja, havipo. Serikali ya kijiji nadhani nayo ni kila mwezi, haifanyiki. Mkutano mkuu nadhani kila robo mwaka inafanyika mara moja, kwa maana kila baada ya miezi mitatu, haifanyiki. Na hata ikifanyika haitekelezi zile agenda ambazo zimeainishwa. Kwa mfano, agenda ya kusoma mapato na matumizi ni agenda ambayo mara nyingi huwa inarukwa sana, lakini wananchi wana haki ya kujua kwenye kijiji chao, kwenye kitongoji chao, mapato kiasi gani yamepatikana na yaliyotumika ni kiasi gani, yametumika kufanya nini, na kama kuna miradi inaendelea kwenye eneo hilo, ni miradi gani, inatekelezwa kwa kiasi gani cha fedha na inatekelezwa kwa kiwango gani. Mheshimiwa DC, mkurugenzi na watendaji wengine, hakikisheni haya yote ambayo viongozi hao wamezungumza hapa, kama malalamiko, mikwamo, kero, maoni na kadhalika, hakikisheni mnayajua na mengine yote yaliyoko kwenye eneo lenu na mnayafanyia kazi kikamilifu. Boresheni huduma kwa wananchi na msimamie kwa karibu sana kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma bora kwenye maeneo yote ya kutolea huduma za serikali, ikiwemo masuala ya umeme, masuala ya maji, masuala ya barabara, mambo ya madaraja, elimu, afya, usalama na kadhalika. Yote huduma huko zitolewe katika hali ya utulivu, hali ya kutosheleza na hali inayoridhisha. Niwaombe sana wenye viti wa vijiji pamoja na wenye viti wa vitongoji na watendaji wenu, mkaendelee kuhakikisha kwamba mnajenga daraja zuri la imani ya wananchi kwa serikali yao. Naomba msiende kuwa kikwazo, msiende kuwa waanzisha migogoro, msiende kuwa miongoni mwa wanaobeza jitihada za serikali. Badala yake, nyie ni watumishi wa umma, ni viongozi wa umma, mkawaeleweshe wananchi mambo yote ambayo serikali inayafanya, yanayoendelea sasa hivi na yale ambayo yatafanyika baadaye. Kwa kuwa tunajua kabisa kwamba umeme sio mwanga peke yake. Umeme ni uchumi, umeme ni biashara, umeme ni maendeleo. Niwaagize TANESCO kuhakikisha usimamizi makini kwenye mradi wa kupeleka umeme kwenye vitongoji ufanyike, ili kwa muda uliopangwa na Mheshimiwa Rais, basi vitongoji vyote ndani ya mkoa wa Katavi vipate umeme, ili wananchi wetu waweze kupata maendeleo, wananchi waweze kufanya biashara vizuri, wananchi waweze kujenga uchumi sawa sawa. Ukiona kwamba labda mke wangu au mme wangu analeta vitu kila wakati, inabidi ushtuke. Je, jiulize mwenyewe, huyu sio mhalifu?
Kama ukiona kweli ana dalili za uhalifu, basi toa taarifa. Au mtoto wako mwenyewe uliomzaa mwenyewe, unaona kwamba huyu mtoto mbona analetea vitu vingi vingi sana. Kwa hiyo jiulize mzazi, na angalia malezi ya huyo mtoto wako. Saa nyingine ni mhalifu, kwa hiyo utoe taarifa. Ndio maana tunaanza kusema tunaanzia kwenye nyumba yako wewe unayokaa. Je, una mhalifu? Ndio tunatoka sasa, tunaenda kwenye kitongoji, tunaenda kwenye mtaa, tunaenda kwenye kata, kwenye kijiji. Kwa hiyo lazima wewe ujiangalie na ujipekue mle ndani mwako. Maagizo ya viongozi hayatekelezwi ngazi za chini. Tena mahali pengine wakasema, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mbona unatoa maagizo mengi sana? Unatoa maagizo mengi sana, na sisi watu lilikuwa ni kundi fulani, tunakuwa tumeyaelewa, tunasema sasa tunaondoka, tumefurahi. Lakini ukienda uhalisia huku ngazi za chini huku, yani kabisa hayatekelezwi. Na pale Mheshimiwa mkuu wa mkoa uliniagiza pia kwamba sasa kila mtu aanze kusimamia eneo lake. Lile neno tulilisema tena, wakati mwingine walisaiti kabisa, wakatoa mfano kwamba kwa mfano kila siku tunahamasishwa kupanda miti, kila mwaka tunapanda miti. Hivi sasa miti hiyo tunayopanda iko wapi? Inaendeleaje? Toka tulipoanza kupanda miti singekuwa ni msitu mkubwa, hata pa kukanyaga hamna. Sasa Mheshimiwa mkuu wa mkoa akasema, hii miti hawa watendaji walio chini kule ngazi za kata tukishapanda wanafanya nini? Hawa wanaofuatilia wanafuatilia nini? Na maagizo mengine mengi waliyasema kwenye vikao hivi. Mwenyekiti wa kijiji atakuwa ndiye mkuu wa serikali ya kijiji. Atakuwa na wajibu wa kuitisha na kuongoza mikutano yote ya halmashauri ya kijiji pamoja na mikutano mikuu ya kijiji. Lakini endapo mwenyekiti hayupo katika mkutano wowote, wajumbe wa mkutano unaohusika wanaweza kuchagua mwenyekiti wa muda kwa mkutano huo. Atakuwa mwakilishi wa kijiji kwenye kamati ya maendeleo ya kata. Mwenyekiti unaenda kwenye kikao cha WDC ya kata, si ndio? Atawahudumia kwa usawa wanakijiji wote bila kujali tofauti za kisiasa, za kijinsia au dini. Lakini pia mwenyekiti wa kijiji unatakiwa kuwa mfano kwa uongozi bora na utendaji bora wa kazi, kwa kuwa na shughuli zako wewe mwenyewe za kujitegemea ambazo zaweza kuigwa na wanakijiji wenzako pale kijijini.